أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فيا إخوة الأعزاء، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكمه تنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma baada, ndugu katika iman, baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehema na amani kipenzi wa umma huu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, swala na amani ziwe juu yake. Jambo la kwanza kabisa, napenda kuwahusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufata aliyoyaamrisha na kuacha mambo mbalimbali Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyakataza. Ndugu katika imani, tukiwa tupo katika Ijumaa ya mwisho katika mwezi miongoni mwa mwezi mitukufu, mwezi huu wa Rajabu. Ndugu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani tukufu amekieleza kwa upana sana kiburi ni kitu gani, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akifafanua kiburi ni nini hicho. Ndugu katika imani, Allah mtukufu katika Qur'ani akasema: tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lilmuttaqin. Allah akasema katika Qur'ani, hiyo ni akhira, hiyo ni nyumba ya akhira tunawajalia wale ambao hawana kiburi katika ardhi yake Allah subhanahu wa ta'ala, wala fasadan, wala pia si waharibifu katika ardhi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema wal aqibatu lilmuttaqin, na mwisho mzuri na mwisho mwema ni kwa wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani, Allah anatuonesha katika aya hii tukufu uharamu wa yeyote yule kupambika na sifa ya kibri, yule ambaye anayetaka ulugu, ukubwa na jeuri katika maisha ya dunia haya. Allah anamwahidi ya kwamba atakuwa mtu huyu hatopata maisha ya barzakh ambayo yaliyokuwa mazuri. Maisha hayo Allah, nyumba hiyo ya akhira, Allah anaiandaa kwa wale ambao hawataki majigambo, hawana kibri katika maisha haya ya kidunia. Ndugu katika imani, mwanachuoni mkubwa sana wa dini ya Kiislamu Al-Uthaymeen akaitafsiri kibri ni nini. Ma huwa al-kibri, unaposikia wewe Muislamu fulani hana kibri, ni kitu gani hicho? Mwanachuoni mkubwa wa dini ya Kiislamu akasema al-kibru huwa tarafu, kibri ni mtu kujiweka juu, wa itiqadul insani, na kuitakidi mwanadamu, wa itiqadul insanu nafsahu annahu kabir, na kuitakidi mwanadamu ya kwamba nafsi yake yeye ni mkubwa, hapana mkubwa ambaye zaidi yake. Ndugu katika iman, fahadha huwa taarifu al-kibri, hii ndiyo maana ya kibri. Mtu akadai katika jamii yeye ni mkubwa kuliko mwingine, haki yoyote ambayo utakayomletea fayuridhuhu, anaikataa kutokana na yeye ana kibri katika kifua chake. Ndugu katika iman, Firaun laanatullahi alayhi, Firauni laana za Allah ziwe juu yake, ni miongoni mwa viumbe ambavyo vilikuwa na kiburi cha hali ya juu, kukataa haki ambayo analetewa na Nabii Musa alayhi salam, na akadai ya kwamba yeye ni mkubwa. Allah akisimulia kwa ufupi kisa chake katika surati An-Naziati, akimwambia Nabii Musa alayhi salam, nenda kwa Firaun, idhhab ila Firauna innahu tagha, ewe Musa nenda kwa Firaun, hakika yeye amechupa mipaka, ana kiburi, ana jeuri kubwa sana.
no kamlinganie. Faqul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, kamlinganie mja huyu kiumbe ambaye anafanya kibri kwa vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyomruzuku katika mali na uwezo. Kiburi chake ni nini? Ikafikia hatua Firauni huyu akadai ya kwamba na kusema ana rabbukumul a'la, mimi ni mola wenu wa juu kabisa. Angalia kiburi alichokuwa nacho huyu mja huyu, Allah laana za Allah ziwe juu yake. Ikafikia hatua akajiita yeye ni Mungu wa juu kabisa kwa kiburi ambacho alichokuwa nacho. Ndugu katika iman, Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama akasema katika hadithi, ala ukhbirukum bi ahli nnari, je, nyinyi maswahaba wangu nisikupeni habari ya watu wa motoni? Mtume akawaambia, kullu mutuli, ni kila yule ambaye ana moyo mgumu, hataki kukubali haki, wa jawazin, na mtu ambaye yeye anapokea lakini yeye hatoi, wa mustakbiri, na mtu ambaye ana kibri katika kifua chake. Haki inapomjia akiambiwa majambo fulani ni bida, akataziki na majambo hayo, anaona ya kwamba aendelee nayo. Huu ni uzushi, hii maulidi ni uzushi, haipo katika mafundisho ya Kiislamu. Mtu akataziki asema hapana, anakuwa na kiburi na haki ambayo inayomjia. Ndugu katika iman, kibri si katika vitu ambavyo anatakiwa Muislamu mapambike navyo. Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza Waislamu na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ni mara ngapi Muislamu, hutuba ngapi umezisikia zikikukataza wewe, zikikuamrisha wewe majambo mbalimbali, lakini kutokana Muislamu anakuwa na kibri katika nafsi yake, basi hakataziki. Kwa nini unaacha swala wewe? Wewe ni Muislamu, kwa nini waacha swala? Anaacha pasina kuwa na hoja yoyote. Kutokana na nini? Ana kiburi katika nafsi yake. Mtanifanya nini? Sitaki kusali. Ndugu katika imani, kiburi sio miongoni mwa sifa za Waislamu. Sikia, kibri ni sifa ya nani? Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama amepokea hadithi sahihi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu azza wa jalla, Allah mtukufu akasema, al-izzu izari, utukufu ni izari yake Allah subhanahu wa ta'ala, ni vazi lake la juu Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kibriya uridai, na kibri Allah anasema ni rubega, ni vazi lake Allah subhanahu wa ta'ala ambayo analivaa. Kibri, ndugu katika imani, ni katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, faman yunaziuni fi wahidin minhuma adhabtuhu, yeyote ambaye atakayechukua sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kibriya, ya ukubwa, ya kuwa na kibri, Allah subhanahu wa ta'ala anasema mtu huu nitamwadhibu vikali kwa kuchukua sifa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani, ewe Muislamu, ni mara ngapi umeonywa na kukataza majambo mbalimbali ya ushirikina na shari? Falima la tanha nafsaka, kwa nini usizuie nafsi yako? Falkibru amamaka, kibri kiko mbele ya Muislamu, hakataziki na chochote ambacho anachokatazwa. Ndugu katika iman, kibri ni katika sifa zake Allahu subhanahu wa ta'ala, sio katika sifa ya Muislamu ambayo anatakiwa kusifika nayo. Ndugu katika iman, katika hadithi moja Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama akataka kuifasiri kibri ni nini. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama katika hadithi ambayo ameipokea sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, asema Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, la yadkhulul jannata, hata ingia katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala yoyote, man kana fi qalbihi dharratun min kibri, yoyote ambaye yule katika kifua chake kuna punje ndogo sana ya kibri, mtu huyu hataingia katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume yuko na maswahaba, akasema sahaba mmoja, ewe Mtume wa Allah, araaita, unaonaje ewe Mtume wa Allah, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu wa na'luhu hasana, mtu anapenda
mavazi yake, viatu vyake viwe sawa sawa, viwe vizuri, yani avae anakuwa vizuri, mavazi yake ni mazuri na viatu vyake pia ni vizuri. Mtume akasema hapana. Mtume akamwambia alkibru batlul haqi, kibri ni kuipinga haki, kuikataa haki, wa ghamtu nnasi, na kuwadharau watu. Hii ndiyo maana na tafsiri kubwa ambayo Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama amefasiri kiburi ni kitu gani. Alkibru batrul haqi, kibri ni mtu kuikataa haki. Haki mahala popote inapomjia, basi yeye anaikataa ile haki, anaitupilia mbali. Wa ihtiqari nnasi, na mtu kukaa anaanza kuwadharau watu. Ndugu katika imani, tujiwekeni mbali sana na kiburi. Sio katika sifa za Waislamu, sio katika sifa za waumini, ni sifa za watu ambao waliopotea. Hakuna tarehe yoyote ambayo inayosema kwamba mtu mashuhuri sana alifaulu mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuikataa haki. Ndugu katika imani, haki ikukijia, haki ikufikia, ukaambiwa hichi ni hatari katika dini yako, bid'a ni haramu, ushirikina haitakiwi, Muislamu usikuwe na kiburi ya kusema kwa nini mwanikataza hata nifanye ushirikina wangu, mbona nikifanya ninafanikiwa? La, ndugu katika imani, kiburi ni kuikataa haki. Usipinge na hoja ambazo ni sahihi zinatoka katika dini yako na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Mtu kwenda kinyume na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ni kujitafutia mabalaa na misukosuko. Angalia jambo la wazi kabisa, masahaba wa Mtume walivyoenda kinyume na kauli yake Bwana Mtume wakati ule ule wa karne bora, basi walipata majanga, walipata matatizo. Mtume aliwaambia masahaba zake wakati wanaupigania Uislamu, ilzimul jabala sawa'an intasarna, sawa sawa pandeni katika jabali, mukae katika mlima huo, msije mkatoka sawa sawa tumeshinda au tumeshindwa. Lakini masahaba wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama walivyoona kama wameshinda, wakatoka katika mlima ule, wakapigwa na wakazidiwa. Hii yote ni kukhalifu mwenendo wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Ndugu katika imani, hadithi moja sahihi ya kuonesha bwana mmoja katika kipindi cha Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama alikuwa na kiburi. Siku moja anakula pamoja na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, akawa anakula, anapata chakula na Mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake. Angalia ubora huu wa huyu sahaba, anapata chakula na nabii mkubwa wa mwisho ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza katika ulimwengu. Mtu huyu anakula pamoja na Mtume, anakula kwa mkono wa kushoto, anatumia mkono wa kushoto, anakula pamoja na Mtume lakini anatumia mkono wa kushoto kula. Mtume akamwambia kul biyaminika, kula kwa mkono wako wa kulia. Angalia kiburi cha mtu huyu, akamwambia Mtume kwa mapana kabisa, la stata'tu, siwezi yewe Mtume, au siwezi kula na mkono wa kulia. Angalia kiburi cha mtu huyu, anakula na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mtume anamwambia tumia mkono wa kulia, anasema Mtume siwezi, natumia wa kushoto. Angalia kiburi hichi ambacho mtu huyu aliyokuwa nacho. Mtume akasema famastata'a ila fihi, hakuweza tena mtu huyu, alikaa hivyo hivyo milele, hakuweza tena kunyanyua mkono wake wa kulia kula, basi akatumia wa kushoto hivyo hivyo, na kiburi chake ambacho alichokuwa nacho. Ndugu katika imani, tujitahadharini sana na dhambi hii kubwa ambayo ni ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala kuasiwa katika ulimwengu huu wa kidunia. Ni majeuri wangapi ambao wanatajwa katika ulimwengu wakimfanyia jeuri Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kiburi hichi, wewe Muislamu, tujiwekeni nacho mbali. Kiburi hichi sio pahali salama pa Muislamu kukaa. Haki kukijia, haki sahihi imekufikia, basi uwe ni wa kwanza kuifuata haki, si kujadili tena na kupinga haki ambayo inayokujia. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama alivyosema kiburi ni kukataa haki, akasema pia ihtiqaru nnasi, ni mtu kukaa na kuanza kuwadharau watu. Sawasawa, huenda ikafikia pahala au watu waliodharauliwa wakawa ni bora zaidi hata kuliko wale ambao wanaowadharau. Ndugu katika imani,
tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, tupate kufaulu mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani, hadithi moja ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asema, ihtajjatin naru wal jannatu, kulikuwa kuna mzozo mkubwa baina ya moto na pepo vikikinzana kweli kweli. Moto ukasema ya kwamba katika moto huo wataingia majabari na watu ambao wenye kibri katika ulimwengu, ila pepo nayo ikasema ya kwamba wataingia katika pepo yake dhuafaul masakin, wale maskini dhaifu, waislamu madhaifu. Allah subhanahu wa ta'ala katika mzozo huu akaja kuhukumu ya kwamba wewe moto ni adhabu yangu na muadhibu yeyote ambaye ninayemtaka, na wewe janna, pepo, ni rehma yangu, ninamweka katika rehma yangu yule ambaye ninayemhitaji. Ndugu katika imani, hadithi ni nyingi sana ambazo zimekuja katika sehemu hii. Ewe Muislamu, muumini yoyote yule, tujiwekeni mbali sana na uharamu na kiburi hichi. Popote pale ulipo, haki kukijia sahihi, mafundisho sahihi ya dini ya Kiislamu yakikujia, basi mtu asiwe na kiburi katika kifua chake, akabisha toa mzozo kweli kweli wa kuikataa haki. Wote wale ambao walifikiwa na haki na wakaikataa, mafikio yao yalikuwa ni mabaya. Firauni laanatullahi alayhi, kuikataa haki na uwezo wake ambao aliyokuwa nao. Leo pia baadhi Waislamu haki zikiwafikia wanazikataa kwa mapana makali. Mtu ni Muislamu, haki inamjia, mirathi, tumia kugawa mali yako kutumia mfumo wa dini ya Kiislamu, anapinga na kukataa, anasema hapana, siwezi nikatumia Qur'ani kugawa mirathi, bora aende huko sehemu zingine mahakamani akagawia huko akaiacha Qur'ani. Kwa sababu gani? Ana kibri, anadharau dini, mafundisho ya dini ya Kiislamu, na kuona kwamba Uislamu katika swala la mirathi unampunja sana, anaona aende katika sehemu zingine. Ndugu katika imani, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala tupate kufaulu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa